Ni saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, unajiunga nasi mubashara kupitia kurasa zetu za Facebook, Instagram na YouTube au Baswahili kwa matangazo yetu ya jioni. Mimi ni mnyefuzi wako Vumilia Kondo nikikukaribisha kutega sikio kwa yale tuliyokuandalia. Et donc, c'est un formidable levier d'investissement pour le continent africain et ses partenaires. Parce qu'il y a besoin de ces investissements-là et de le faire avec les grandes fédérations. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron atua jijini Nairobi kwa kongamano la Africa Forward Summit 2026. Je, ni mwanzo wa mkakati mpya wa Ufaransa mashariki mwa Afrika baada ya kupoteza ushawishi kanda ya Sahel? He should be resigning to prepare himself to come and answer the impeachment. Shinikizo la kutaka Rais Cyril Ramaphosa jiuzulu laongezeka kufuatia uamuzi wa mahakama ya katiba kuagiza uchunguzi mpya wa sakata la ripoti ya kifungu cha 89. Wananchi wakiona sasa katiba mpya, mchakato wake unafanyika sasa, na tume ya uchaguzi unafanyika sasa, hawa wananchi wanaweza wakasema pengine tugange yajayo, tufunike yaliyopita. Na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema nchini Tanzania charejea kwa kishindo majukwani. Mikutano ya hadhara yafanyika Arusha na Mbeya, huku shinikizo la kuachiwa kwa Tundu Lissu likipamba moto. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello looking for the one chance, and yes, it's a goal! Naam, panapo majaliwa yake Mola utakapowadia muda wa kuangazia leo yote ya kimichezo, tunaenda kuitazama ligi kuu soka Tanzania bara. Wekundu wa Msimbazi waibuka na ushindi mnono wa mabao 4-0, lakini vile vile timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 17 wamefuzu kucheza kombe la dunia. Hatutaishia hapo, lazima tukaangazie kunako wananchi Young Africans wamepigwa rungu zito kunako visanga vya Kariakoo Derby. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami Yahya Lissu utakapowadia muda wa kudunda viwanjani. Na msikilizaji, baada ya muhtasari huo, kwa sasa tuungane na mwanahabari wetu Aisha Hayaishi kutusomea taarifa ya habari. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka au Baswahili. Msomaji wako ni mimi Aisha Hayaishi. Nairobi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pamoja na viongozi zaidi ya 30 wa Afrika wamekutana mjini Nairobi katika mkutano wa Africa Forward kujadili uwekezaji na mageuzi ya mfumo wa kifedha duniani. Viongozi hao wanataka taasisi za fedha na mashirika ya kimataifa kubadili namna zinavyotazama Afrika, wakisema bara hilo limekuwa likipewa taswira ya eneo lenye hatari kubwa ya uwekezaji, jambo linaloongeza gharama za mikopo na kupunguza uwekezaji. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi amesema Afrika haipaswi kuhukumiwa tofauti, wakati migogoro pia ipo katika maeneo mengine duniani ikiwemo Mashariki ya Kati. Mkutano huo pia umejadili mpango wa kuanzishwa kwa shirika la afya la kupima viwango vya mkopo, hatua inayolenga kutoa tathmini sahihi zaidi kuhusu uchumi wa mataifa ya Afrika. Mamlaka nchini Mali zimeendelea kuwakamata washukiwa kufuatia mashambulizi yaliyotokea Aprili 25 na Aprili 26 katika miji na vijiji kadhaa nchini humo. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kijeshi mjini Bamako amesema uchunguzi rasmi umefunguliwa kuhusu mashambulizi hayo, huku wanajeshi na raia wakitajwa kuhusika. Taarifa zinaeleza kuwa hadi sasa takriban askari na raia 19 wamekamatwa. Miongoni mwa wanaozuiliwa ni mwanasheria na mwanasiasa Mutanga Tol ambaye alitekwa mapema mwezi Mei mjini Bamako na watu wenye silaha waliokuwa wameficha nyuso zao. Familia yake imekanusha tuhuma zinazomkabili, huku chama cha wanasheria wa Mali kikitaka achiwe huru mara moja. Mashambulizi hayo yameongeza wasiwasi kuhusu hali ya usalama nchini Mali chini ya utawala wa kijeshi wa Jenerali Assimi Goita. Na hatimaye Dubai. Irani imesema iko tayari kuona vita vinamalizika, lakini imesisitiza kuwa Marekani lazima iondoe vikwazo vyake vya kijeshi na kuachilia mali za Iran zinazoshikiliwa nje ya nchi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Baghai, amesema Tehran haijatoa ishara ya kujisalimisha, bali inadai kile kilichoita haki halali ya taifa hilo. Kwa mujibu wa Iran, masharti yake ni pamoja na kusitishwa mapigano katika eneo lote, kuondolewa kwa vizuizi vya Marekani kwenye bandari za Iran, pamoja na kuachiwa kwa mali za wa Iran zinazozuiwa katika benki za mataifa ya kigeni. Hata hivyo, Rais wa Marekani Donald Trump amesema matakwa hayo hayakubaliki, hatua inaongeza hofu ya kurejea kwa vita na kuendelea kupanda kwa bei ya mafuta katika masoko ya Asia.
Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Auba Radio. Mimi ni Aisha Hayaishi. Shukran sana Aisha Hayaishi kwa taarifa hiyo ya habari. Msikilizaji, tunaanza ripoti zetu kwa kutazama diplomasia ya juu inayoendelea jijini Nairobi nchini Kenya, ambapo Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron yupo nchini Kenya kwa ajili ya kongamano la Africa Forward Summit 2026. Mkutano huu unawaleta pamoja viongozi kutoka kote barani Afrika kwa ajili ya majadiliano ya kiuchumi na ushirikiano wa kimkakati. Mwanahabari wetu Michael Were Mohosia ametuandalia ripoti ifuatayo akitupa picha kamili ya kilichojiri jijini Nairobi. Kongamano hilo linalenga biashara ya kawi, miundombinu, uchukuzi, teknolojia miongoni mwa mengine. Katika hotuba yake, Rais Macron amesema Ufaransa imeongeza uwekezaji mkubwa nchini Kenya, ikiwemo mradi bandarini, nishati ya upepo na zaidi. Amesisitiza umuhimu wa kuendelea kushirikisha watu wa mataifa magharibi ya Afrika ambao serikali zao zinapitia changamoto za kiutawala, ikiwemo taifa la Mali, Burkina Faso na Niger. Et donc, c'est un formidable levier d'investissement pour le continent africain et ses partenaires, parce qu'il y a besoin de ces investissements-là et de le faire avec les grandes fédérations. Et donc, en effet, on a lancé, Macta a appelé il y a quelques années avec l'Agence française de développement, l'AFD, une grande politique d'investissement sportif. On a eu plus de 400 projets qui ont été développés par l'AFD dans 50 pays. On a notre nouveau patron de l'AFD qui est là. Kwa upande wake, Rais William Ruto wa Kenya amesema uamuzi wa kuandaa mkutano huo kwa mara ya kwanza katika nchi isiyozungumza Kifaransa ni udhibitisho mkubwa wa kukua kwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Amesisitiza ushirikiano wenye manufaa ya pamoja barani Afrika. France is one of Kenya's leading economic partners with strong portfolio of investments supported through the French Development Agency, particularly in renewable energy, urban mobility, and climate-related projects. Our cooperation also extends to education, skills development, and innovation. Kenya na Ufaransa tayari zimesaini mikataba ya uboreshaji wa kituo cha reli ya Embakasi, mauzo ya chai ya zambarau ya hali ya juu nchini Kenya, matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia na maendeleo ya mradi wa bwawa la Masinga. Ni ziara ambayo inaangaliwa kwa mitazamo tofauti. Hii hapa ni sauti yake Fazul Khalid, mwanahabari huru nchini Kenya. Ujio wa Rais Macron wa Ufaransa una manufaa mkubwa zaidi, kwa maana ukiangalia vizuri unapata kama kuna ushirikiano ambao unafaa ufanywe katika mataifa ambayo yanapatikana katika ukanda wa Afrika Mashariki na vile Afrika Magharibi. Ziara ya Macron inajiri wakati ambapo Ufaransa inarekebisha sera yake ya Afrika kufuatia kujiondoa kijeshi kutoka mataifa Sahel na kugeukia washirika wasiozungumza Kifaransa kama Kenya, huku kukiwa na ongezeko la ushindani kutoka kwa mataifa yenye nguvu ya kimataifa kwa ajili ya ushawishi katika bara hilo. Kongamano hilo inawaleta pamoja wakuu wa nchi, watunga sera, wawekezaji, taasisi za kimataifa, washirika wa maendeleo na viongozi kutoka katika sekta binafsi kwa ajili ya majadiliano kuhusu biashara, uwekezaji, ufadhili wa miundombinu, uvumbuzi, mabadiliko ya kidijitali, usailimivu wa hali ya hewa na ujumuishaji wa kikanda. Kutoka Nairobi, niite Michael Were Mohosi. Na kufuatia ripoti hiyo ya Michael Were, tumetaka kujua kiundani zaidi nini hasa maana ya ziara hii kwa siasa za kikanda. Je, hatua ya Macron kuja Nairobi ni ishara kuwa Ufaransa imeanza kukata tamaa kwa nchi za Afrika Magharibi ambako ushawishi wake umepungua? Mwenzangu Ali Choholo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya diplomasia Hamdun Marcel. Inaweza kuwa ni mojawapo ya sababu hiyo, lakini sababu ni nyingi pengine pembezoni na hiyo hali ya Ufaransa kuvunjika moyo na kukata tamaa na kugundua kwamba mbinu zake zimefika mwisho. Jambo la pili ni kwamba Afrika inajaribu kuchukua nafasi yake katika Afrika ili kuchukua nafasi ya Uingereza na hata Ujerumani. Ni jitihada za kujaribu kuona jinsi gani za ku-outsmart hata Marekani ambayo imekuwa dominant, imedhibiti hali ya mambo kiushawishi, kisiasa, kijeshi na hata kiuchumi. Ufaransa anajaribu kujitoa katika gamba la Kobe
na kuanza kutembea kwa uhuru, kwa sababu mara zote alikuwa chini ya European Union wakati ule, na Uingereza ndio alikuwa na ushawishi mkubwa sana. Baada ya kujitoa Uingereza, kumekuwa na kinyang'anyiro cha kuwania umaarufu na ushawishi kati ya Ujerumani na Ufaransa. Nafikiri kila taifa katika haya mawili linajaribu kupigana kwa upande wake kuchukua nafasi ya Uingereza, lakini kuwa na nafasi ya kuonekana kwamba yenyewe inaweza kuwa tegemezi kwa Afrika. Tumeshuhudia mikataba mikubwa ikisainiwa ikiwemo ya nishati wakati Rais Ruto akipigania mageuzi ya mfumo wa madeni duniani. Je, mikataba hii mipya na Ufaransa ni fursa ya ukuaji wa uchumi au ni kuongeza mzigo mwingine wa madeni kwa mlipa kodi wa Kenya kwa kisingizio cha diplomasia? Inaweza ikawa ni mzigo na si mzigo, kwa sababu ukuaji wa uchumi wa taifa lolote ni pamoja na kuwa na mikopo ya kutosha, alimradi tu mikopo ile ifanye kazi ambayo ilikusudiwa na izalishe kwa viwango vinavyotosha kurejesha na kubaki na faida. Kwa hiyo Kenya inategemea wanafanya kitu gani, lakini katika hayo huwezi kumlaumu sana, kwa sababu mataifa hata makubwa sana kama Ufaransa yenyewe na Marekani na Uingereza na Ujerumani na wote wanakopa. Saa nyingine nchi kama Marekani wakopaji wakubwa mno, lakini wanakopa kwa uadilifu kiasi gani, na fedha hiyo inatumika kwa ajili gani, na inaleta faida kiasi gani, inaleta mahusiano ya kidiplomasia baina na kati ya mataifa mbalimbali kiasi gani, na inatengeneza nafasi za ajira kiasi gani, na inainua uchumi wa nchi kiasi gani, lakini inaiacha nchi ikiwa huru kwa muda gani na kwa nguvu gani, na hayo ndio mambo ya kuzingatia. Hamduni, mara nyingi ziara hizi huishia kwenye picha nzuri na ahadi za kidiplomasia. Je, mwananchi wa kawaida wa Kenya anapaswa kutarajia matokeo yoyote ya haraka kutokana na mikataba hii ya nishati na reli? Italeta majibu ya haraka, kwa sababu miradi kama ya reli na miradi mingine ambayo wametia saini inazalisha faida ya haraka na inaleta matokeo ya haraka bila shaka, mbali ya wananchi kusafiri na kuunganisha kutoka pembe moja kwenda pembe nyingine, lakini vile vile fedha inapatikana na inazalisha jambo jingine au mambo mengine mapya katika misingi ya uchumi na kadhalika. Watu watalima kwa sababu watakuwa na hakika bidhaa hizi kusafiri kwa urahisi. Watu wataingia mikataba na makampuni mengine ya nje kwa ajili ya kufanya 1, 2, 3 kutokana na kuwepo na usafiri wa namna hiyo wa reli wenyewe wakazaidi wa SGR na kadhalika. Na watu wataanza kwenda huku kuwekeza na kuwekeza huku na huku. Kwa hiyo utakuta jambo hili linatengeneza murwa wa mahusiano ya kibiashara, lakini na kuimarika uchumi za pande zote mbili. Naam, kutoka Nairobi tunaelekea kusini mwa Afrika ambapo shinikizo la kutaka kujiuzulu kwa rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa limeongezeka leo. Hii ni kufuatia mahakama ya katiba kubatilisha uamuzi wa bunge uliokataa ripoti ya jopo la kifungu cha 89 cha mwaka 2022. Mahakama hiyo imeagiza kuundwa kwa kamati maalum ya uchunguzi ili kubaini ikiwa rais alikiuka maadili ya kazi. Kutoka Pretoria, mwanahabari wetu Bryson Bichwa ana maelezo zaidi. Ingawa azma ya chama cha wapigania uhuru wa kiuchumi EFF ya kutaka rais Cyril Ramaphosa aondolewe madarakani inaonekana kukabiliwa na changamoto za upatikanaji wa kura bungeni, wapinzani wake wanaendelea kuongeza shinikizo la kisiasa. Kama mlalamikaji mkuu katika kesi hiyo ya mahakama ya katiba, kiongozi wa EFF Julius Malema amesema rais anapaswa kujiuzulu mara moja. He should be resigning to prepare himself to come and answer the impeachment. Anapaswa kujiuzulu ili aweze kujiandaa na mchakato wa kumng'oa madarakani. Kumbukeni kuwa hata akijiuzulu bado atalazimika kufika mbele ya kamati hiyo kujibu tuhuma zinazomkabili. Haiwezekani kwa rais kuendelea kushikilia madaraka wakati huo akijiandaa kukabili mchakato wa kutokuwa na imani naye. Mambo hayo mawili hayawezi kwenda sambamba. Kwa hiyo anapaswa kuachia madaraka na kujikita katika mchakato huo. I should resign with immediate effect to concentrate on this matter. Mlalamikaji mwingine katika kesi hiyo, chama cha African Transformation Movement, nacho kinataka rais Ramaphosa aondoke madarakani. Kung'olewa madarakani ndilo jambo la aibu kubwa kwa rais. Kama anaheshimu katiba, wananchi na bunge, jambo pekee analopaswa kufanya ni kujiuzulu, kwa sababu si jambo la kawaida kwa rais kuendelea kubaki madarakani huku akikabiliwa na mchakato wa kutokuwa na imani naye. Anapaswa kujiuzulu na kuelekeza nguvu zake zote katika kusafisha jina lake. Wito wa kujiuzulu umeungwa mkono pia na chama cha Action SA. Mwenyekiti wake Herman Mashaba
amesema hatua bora ni rais kuachia madaraka. Mtu huyu ametuangusha sana, amekuwa fedheha kubwa kwa nchi yetu. Kwa hiyo jambo bora analoweza kufanya ni kufanya uamuzi sahihi. Mheshimiwa Rais, jiuzulu ndani ya saa 72 zijazo. Kaa chini na wenzako wa ANC muafikiane, kisha uachie madaraka. Iacheni ANC ichague mtu mwingine ambaye anaweza kufanya maamuzi kwa ufanisi. Wakati mchakato wa kumng'oa rais madarakani ukitarajiwa kuchukua muda mrefu na kuhitaji theluthi mbili ya wabunge sawa na angalau wabunge 267, baadhi ya vyama vya siasa sasa vinatafuta njia mbadala ya kisiasa ya kura ya kutokuwa na imani naye. Kwa sasa Rais Cyril Ramaphosa anakabiliwa pia na mchakato wa uchunguzi wa kikatiba unaohusiana na tuhuma za kushindwa kufuata taratibu za kisheria na kimaadili katika sakata la fedha na jinsi alivyoshughulikia tukio la kitita cha dola za Marekani 580,000 zilizopatikana zimehifadhiwa ndani ya sofa za nyumba yake ya shambani mwaka 2020. Bryson Bichwa, Auba, Pretoria. Kutoka pale Pretoria nchini Afrika Kusini tunarejea Tanzania. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeanza kurindima mikoani baada ya kuondolewa kwa zuio la mahakama. Mwishoni mwa juma mikutano ya hadhara imefanyika Arusha na Mbeya, huku ajenda kuu ikiwa ni ripoti ya tume ya uchunguzi wa vurugu za uchaguzi na kampeni ya kutaka kuachiliwa huru kwa kiongozi wao Tundu Lissu. Tito Isaya ana undani wa kurejea kwa Chadema majukwaani. Mkoani Arusha, mjumbe wa kamati kuu ya chama hicho na mbunge wa zamani wa Arusha mjini Godbless Lema amesema maridhiano ya kweli ni kuanza kwa mchakato wa katiba mpya na kurejesha taifa katika sheria na haki. Maridhiano ya kwanza ya msingi waliopaswa kuyafanya ni kuleta katiba mpya na tume huru ya uchaguzi. Wananchi wakiona sasa katiba mpya, mchakato wake unafanyika sasa na tume ya uchaguzi unafanyika sasa, hawa wananchi wanaweza wakasema pengine tugange yajayo, tufunike yaliyopita. Mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mbeya Masaga Kaloli amesema chama hicho kitaanza kampeni ya kusaka katiba mpya na ile ya kutaka Tundu Lissu kuachiwa huru. Tunaanza mikutano ya kuelezea namna gani tutapata katiba mpya, lakini muhimu tuna kampeni ya free Tundu Lissu. Tundu Lissu hayupo gerezani kwa sababu alibaka mke wa mtu, hayupo gerezani kwa sababu ni fisadi. Kuna mafisadi wako ofisini walipaswa wawe gerezani, Lissu walipaswa wawe uraiani. Kwa upande wake mwenyekiti wa chama hicho kanda ya Nyasa Joseph Mbilinyi maarufu kama Sugu amesema hakuna mazungumzo ya maridhiano pasi na mwenyekiti wa chama hicho taifa kuachiliwa huru. Hakuna kuzungumza bila yafuatayo. Kwanza kabisa mnataka kuzungumza na nani wakati sisi mwenyekiti wetu tumemshikilia korokoroni? Mtu ambaye ndo anatakiwa kuongoza hayo mazungumzo mko naye kabatini. Mwanahabari mkongwe na mchambuzi wa siasa za Tanzania kutoka jijini Mwanza, Edwin Soko amesema Chadema inapaswa kuja na ajenda muhimu ili kupata mapokezi mazuri kutoka kwa Watanzania. Huenda mikutano yao ikapata mvuto kama watakuwa wana ajenda ya kutoa ufafanuzi na hasa kwenye kusikiliza mitazamo yao kwamba je, wanakubaliana na maoni au mapendekezo yaliyotolewa na tume yenyewe, na je, wapo tayari kushiriki kikamilifu katika swala la maridhiano. Kwa hiyo kwa upande huo naona kabisa kwamba wanachama wengi wa Chadema watakuwa wanajitokeza kwenye mikutano yao kama jinsi tulivyoona Arusha na maeneo mengine, wengi wamekuwa wakijitokeza. Unaona kabisa watu wengi wanashauku kwa sababu wanatafuta sehemu ya kupumulia, sehemu ya faraja ya kusikiliza upande wa pili wanasemeje. Soko anatoa wito kwa mamlaka kusikiliza baadhi ya mapendekezo ya wapinzani ili kuleta maridhiano katika taifa la Tanzania. Na kwa sababu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana nia njema ya kuhakikisha maridhiano yanafanyika, nafikiri kwa hekima zake na ukomavu na kwa falsafa yake ya 4Rs, ni muda mwafaka sasa wa kukubali vitu kama hivyo, kuachia wapinzani ambao wameshikwa korokoroni na kukubali wawe huru ili waweze kuja kukaa na kuhakikisha tu kwamba inajengwa Tanzania moja na iliyokuwa imara. Nilimnukuu juzi anasema hayatajirudia yale aliyojirudia Oktoba 29. Wa Tanzania tumejifunza na wala hatamani. Mwisho anatoa maoni ya nini kifanyike ili kuepuka mivutano ambayo mara kadhaa imekuwa ikijitokeza baina ya Chadema na jeshi la polisi. Kuna haja ya kukaa chini na kutathmini zaidi kwamba Chadema wajikite sana kwenye kujenga hoja na wajikite sana kwenye uvumilivu wa kisiasa, na hii itawasaidia ya kuepuka kwenye migongano, lakini vile vile jeshi la polisi lifanye kazi kama taasisi iliyokuwa imara, taasisi ambayo inaweza ikajisimamia. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Auba Radio, mimi ni Tito Isaya.
Naam, tukihitimisha ripoti zetu, hatua ya kihistoria imefikiwa nchini Zambia baada ya serikali kuirasimisha sera ya elimu bila malipo kuwa sheria kamili. Sheria hii mpya inatoa ulinzi wa kisheria kwa elimu ya awali hadi sekondari, ikiondoa kikwazo cha kifedha kwa watoto wa familia maskini. Vyama vya walimu vimepokea hatua hii kama ukombozi wa kweli. Mwanahabari wetu Hussein ana ripoti kamili. Sheria hiyo ambayo sasa ni ya kudumu inahusisha shule za awali, shule za msingi na sekondari. Vyama vya walimu katika mkoa wa Kaskazini nchini Zambia vimeonyesha kufurahishwa na kutungwa kwa sheria hiyo. Mratibu wa chama cha walimu cha Zambia Kanda Kaskazini, Musonda Chiputi, ameeleza kugeuzwa kwa sera hiyo kuwa sheria kama hatua ya kimaendeleo. Tunafurahi sana kama chama cha taifa cha walimu nchini Zambia kwa jinsi sheria hii ilivyokuja wakati mwafaka, kipindi ambacho idadi kubwa ya wananchi wetu wanataka watoto wao wapate elimu bila malipo. Kama chama tunataka kuona watekelezaji wa sheria hii wanahakikisha kile ambacho serikali ya Jamhuri ya Zambia imekifanya kinatimia kwa vitendo. Actualize what the government of the Republic of Zambia. Chama hicho pia kinataka serikali ifikirie kutoa mahitaji mengine ya shule. We have learners. Tuna wanafunzi ambao hawana kitu kabisa, yaani hawana kitu kabisa. Ukitembea shule mbalimbali utagundua kuwa wanapungukiwa na madaftari. Sare zao za shule ziko katika hali ya kutiliwa shaka. Pia tunaiomba serikali kupanua wigo huo wa elimu bila malipo ili ijumuishe na utoaji wa vitabu kwa baadhi ya wanafunzi. Naye mwenyekiti wa chama cha walimu wa shule za sekondari Zambia, mkoa wa Kaskazini, Michael Chuniga, anaimani kuwa sheria hiyo mpya itatoa nafasi ya ushirikishwaji kwa wanafunzi wote. The law that has just been enacted. Sheria ambayo imepitishwa hivi leo nafikiri inatoa picha nzuri kwetu kama vuguvugu la wafanyakazi mkoani hapa, kwa sababu inatengeneza nafasi ya ushirikishwaji. Sasa tuna uhakika kwamba kila mtoto wa Kizambia ataweza kupata elimu. Sio jambo ambalo watu watalazimika kuomba ili kulipata, bali itafanya serikali kuwa na wajibu wa kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata elimu hii. To ensuring that every child receives this education. Shukran sana Hussein, na sasa ni wasaa kuelekea viwanjani kupata yale yaliyoandaliwa na Yahya Lisu. Yahya, nini kimejiri kwenye sport leo? Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello looking for the one chance, and yes, it's a goal! Naam, shukrani sana Vumilia Kondo, na karibu sana msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Auba Swahili. Tuyatazame yale yote yaliyojiri kunako ulimwengu mzima wa kimichezo. Kwa haya na mengine mengi, mimi ni Yahya Lisu. Tuanze na mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba wameendeleza kuonyesha ubora wao kwenye ligi kuu soka Tanzania bara baada ya kuibuka na ushindi mnono wa mabao 4-0 dhidi ya Tanzania Prison katika mchezo uliopigwa katika dimba la KMC Complex uliopo Mwenge jijini Dar es Salaam. Mabao ya wekundu wa Msimbazi Simba yalifungwa na Morris Abraham, Selemani Mwalimu, Kletos Chota Chama Mwamba Lusaka pamoja na Ismaili Toure katika mchezo ambao wekundu hao wa Msimbazi walitawala kwa kiasi kikubwa kwa dakika zote 90. Akizungumza baada ya mchezo huu, afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ali amesema timu yake imeonyesha nidhamu lakini pia imestahili ushindi huo. Na ilikuwa ngumu. Dakika 20 za mwanzo Prison walikuwa kama kuna kitu wanataka kukionyesha hivi. Walikuwa na mpango mzuri sana wa kulinda na muda mrefu walikuwa wanakaa nyuma na tukawa tuna struggle kupenetrate na kwenda kupata goli. Lakini kwa dakika 20 na ngapi hivi mwalimu Steven Becker akaamua kuwashtua kidogo Prison. Akanyanyua silaha zake. Akamnyanyua Loemba, akamnyanyua Oura pamoja na Elim Panzo. Sio kama walikuwa wanaingia, lakini alikuwa anawanyanyua tu ili kuwatia hofu Tanzania Prison kwamba nyie bananeni kazeni, lakini mimi nitawafunga kwa sababu na mashine zangu ziko nje. Huku Tanzania Prison kupitia kocha wake mkuu Shadrack Nsajigwa Senior amekiri kuzidiwa ubora na kusema watajipanga kurekebisha makosa yao kwenye michezo inayofuata. Mchezo ulianza vizuri na mpango wetu ulikuwa mzuri, lakini goli
goli nafikiri la mapema lile ikaanza kupoteza concentration hadi kufikia karibia na kipindi cha kwanza tukapoteza kabisa kwenye muundo wetu ambao tulikuja nao mapema. Kwa hiyo nafikiri mechi ilishia pale kwanza. Na tukiachana na taarifa hiyo ya ligi kuu soka Tanzania bara, na sasa tugeukie taarifa nyingine ambapo timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 17 Tanzanite Queens wamefuzu kushiriki kombe la dunia 2026 baada ya ushindi wa mabao 2-0 walioupata wakiwa nyumbani dhidi ya Kameruni licha ya kupoteza kwa mchezo wa kwanza mabao 3-1. Tanzanite Queens wamefanikiwa kufuzu michuano hiyo kwa mara ya kwanza kufuatia faida ya goli la ugenini kutokana na sare ya mabao 3-3 waliopata baada ya michezo yote miwili. Najua kuqualify mashindano makubwa kama haya ya kombe la dunia haijalishi ni mashindano ya namna gani. Unaposema kombe la dunia ni kitu kikubwa. Of course ni wasichana lakini ni kombe la dunia. Kwa hiyo kwetu sisi kwangu mimi personally nina furaha na nina furaha zaidi kwa sababu nina kumbukumbu nzuri. Ni mara ya pili ni wasichana inafuzu katika mashindano ya kombe la dunia. Nakumbuka miaka 4 iliyopita timu ya Serengeti Girls ilifuzu hapa katika uwanja wa Amani kwenda kombe la dunia kule nchini India, lakini imerejea tena hapa. Nilikuwa bado ni katibu mkuu timu ya taifa ya Tanzania Tanzanite Queen inafuzu tena kwenda kombe la dunia. Kwa kwangu mimi ni furaha na faraja. Mchezo wa Tanzanite Queens dhidi ya Kameruni umechezwa katika dimba la New Amani Complex ulioifanya Tanzania kushinda historia na kwenda kushiriki michuano hiyo itakayofanyika nchini Poland. Na sasa tuelekee nchini Rwanda ambapo timu ya soka ya APR ya Rwanda yakaribia kutoa ubingwa wa Rwanda kwa mara ya 7 mfululizo. Hii ni baada ya kuifunga jana AS Kigali mabao 2-1 wakati tofauti ya alama kati yake na Rayon Sports zikiwa 8. APR FC inahitaji pointi moja tu katika michezo mitatu iliyobaki ambapo ni dhidi ya Rutsiro FC, Almereke Sports Club na Gisumbi FC ili kutangaza rasmi ubingwa 2025-2026. Mwenzetu Christopher Karenzi atangazia pia kutawazwa mabingwa timu ya Igonuru FC ya nchini Burundi ya Ligi 1 msimu 2025-2026. Mengi zaidi na Christopher Karenzi akiwa Kigali, Rwanda. Uongozi wa ligi kuu ya Rwanda Premier League unatarajia kutoa makombe mawili ikiwemo litakalotolewa kwa timu ya Rwanda iliyofanya vizuri zaidi katika msimu wa 2025-26. Ligi hiyo ambayo hivi karibuni ilibadilishwa jina na kuitwa BK Pro League baada ya kusaini mkataba wa miaka 5.5 na benki ya Kigali, sasa inasalia michezo mitatu tu ya mwisho kabla ya msimu kumalizika. Kwa sasa mjadala umeibuka miongoni mwa wadau wa soka ambapo baadhi wanaona ni sahihi kutoa kombe la ligi kwa timu ya Rwanda ambayo haikumaliza katika nafasi ya kwanza. Hii inakuja baada ya msimu wa 2025-26 kujumuisha timu za Al Hilal Sports Club na Al Merrikh kutoka Sudani, ambapo timu hizi mbili ziliomba kucheza mechi zao nchini Rwanda kutokana na machafuko yaliyoko nchini mwao. Hata hivyo, katika kuamua timu zitakazowakilisha Rwanda kwenye mashindano ya Afrika, taratibu za kawaida zitatumika. Timu ya APR endapo itapata alama moja tu kwa michezo mitatu ijayo, watatawazwa mabingwa msimu huu. Hayo yakiarifiwa, timu ya Aigle Noir imetawazwa mabingwa wa ligi kuu ya Burundi Ligue 1 msimu wa 2025-26 mwishoni mwa juma. Kocha mkuu wa Aigle Noir Jiminda Izeye anaeleza siri ya ushindi wa kutoa taji la msimu huu. Siri kuwa za timu mara nyingi zinaweza fika kwa kitu kizuri, ila kwaga cha kwanza ni uwezo. Mpira wa imasiku mnaona kama Afrika, Ulaya, uwezo mara nyingi ndo natumika sana. Tumekuwa kwenye uko South Africa wiki 3 tuna prepare championnat. Hiyo ni vitu vizuri na ni vitu vitusaidia. Unaona gisi tumeanza championnat, tumeanza vizuri sana, mspidi kubwa sana. Aigle Noir walijihakikishia ubingwa huo baada ya ushindi mkubwa wa mabao 4-1 dhidi ya Mzinga Football Club. Hii ni mwendelezo wa mafanikio kwa klabu hiyo ya Makamba ambayo imeendelea kuonyesha ubora mkubwa katika soka la Burundi. Aigle Noir wanaojulikana kama The Fighters walihitimisha msimu wakiwa na pointi 71, idadi sawa ya alama walizokuwa nazo walipotoa ubingwa msimu uliopita. Mabingwa hao pia walikabidhiwa zawadi ya fedha taslim kiasi cha faranga milioni 50 za Burundi kutokana na mafanikio yao ya msimu huu. Kutoka Kigali, huyu ni Christopher Karenzi au Baredio. Naam, shukrani sana Christopher Karenzi kwa ripoti hizo. Na sasa tutazame taarifa nyingine ambapo hapa
tunaenda kuwatazama wananchi Young Africans, ambapo klabu ya Young Africans imeingia kwenye rungu la bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB kwa kutozwa faini ya shilingi milioni 30 kufuatia makosa ya kikanuni yaliyofanyika katika mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya Simba Sports uliopigwa Mei 3 mwaka 2026. Adhabu hiyo imetokana na kitendo cha wachezaji na maofisa wa ufundi wa klabu hiyo kugomea kutumia vyumba rasmi vya kuvalia vilivyopo ndani ya uwanja wa Meja Jenerali Samuyo na badala yake kutumia nyumba iliyo nje ya uwanja upande wa pili wa barabara, jambo ambalo ni kinyume na kanuni ya 17 kifungu kidogo cha 20 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Mbali na faini hiyo nzito, klabu hiyo pia imepewa onyo kali kwa kuchelewa kuwasili uwanjani, ambapo walifika saa 10 na dakika 35 alasiri badala ya saa 10 na dakika 30 kama kanuni zinavyoelekeza. Katika hatua nyingine, meneja wa klabu hiyo ya wananchi Young Africans Walter Harrison amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kumsukuma mchezaji wa Simba Clatous Chota Chama, huku shabiki wa timu hiyo Mohamed Ali Mposo akifungiwa kuingia uwanjani kwa kipindi cha miezi 12 kwa kosa la kumwaga vimiminika uwanjani wakati wa mapumziko, ikiashiria imani za kishirikina. Maamuzi haya yote yametangazwa leo Mei 11 na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu baada ya kupitia mienendo na matukio mbalimbali ya ligi kuu katika kikao chake cha Mei 9 mwaka 2026. Naam, tukiweka kando taarifa hiyo inayowagusa vilivyo wananchi Young Africans, na sasa tutazame taarifa nyingine, na kwa kumalizia tu ni kwamba klabu ya FC Barcelona imetangazwa rasmi kuwa mabingwa wa ligi kuu ya Uhispania La Liga kufuatia ushindi wa mabao 2-0 walioupata dhidi ya kikosi cha Real Madrid katika dimba la Spotify Camp Nou usiku wa kuamkia leo. Ni rasmi sasa, Real Madrid wamemaliza msimu bila kutoa kombe lolote baada ya kupoteza mchezo wa hapo jana, na ndoto za ubingwa wa ligi zikifa rasmi. Na kufikia hapo ndivyo ambavyo tunatamatisha Mbilinge michezoni siku hii hapa ya leo. Nirejeshe kijiti hiki kwake Vumilia Kondo kuendelea na ripoti zetu siku hii hapa ya leo. Mimi ni Yahya. Shukran sana Yahya Lisu kwa taarifa hizo za kimichezo hii leo. Kabla ya kulikunja jamvi, nikukumbushe kwa ufupi taarifa kuu tulizokuwa nazo hii leo. Et donc, c'est un formidable levier d'investissement pour le continent africain et ses partenaires, parce qu'il y a besoin de ces investissements-là et de le faire avec les grandes fédérations. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron atua jijini Nairobi kwa kongamano la Africa Forward Summit 2026. Je, ni mwanzo wa mkakati mpya wa Ufaransa mashariki mwa Afrika baada ya kupoteza ushawishi kanda ya Sahel? He should be resigning to prepare himself to come and answer the impeachment. Shinikizo la kutaka Rais Cyril Ramaphosa jiuzulu laongezeka kufuatia uamuzi wa mahakama ya katiba kuagiza uchunguzi mpya wa sakata la ripoti ya kifungu cha 89. Wananchi wakiona sasa katiba mpya, mchakato wake unafanyika sasa, na tume ya uchaguzi unafanyika sasa, hawa wananchi wanaweza wakasema pengine tugange yajayo, tufunike yaliyopita. Na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema nchini Tanzania charejea kwa kishindo majukwaani. Mikutano ya hadhara yafanyika Arusha na Mbeya, huku shinikizo la kuachiwa kwa Tundu Lissu likipamba moto. Kufikia hapo ndipo ninatia nukta katika matangazo yetu ya leo yaliyokufikia mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kwa niaba ya timu nzima ya Auba Swahili, mimi ni Vumilia Kondo, ni kutakie jioni njema.